Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Rafiki yangu, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Tuko kitabu cha Warumi, tumefikia sura ya 11. Kwa tuanze mstari wa 25. Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Hivyo Israeli wote wataokoka, kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasi yake. Na hili ndilo agano langu nao, nitakapowaondolea dhambi zao. Basi kwa habari ya Injili wamekuwa adui kwa ajili yenu, bali kwa habari ya kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu. Kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa maana kama ninyi zamani mlivyo muasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao, kadhalika na wao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wapate rehema. Maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi, ili awarehemu wote. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hatimaye nafurahi sana kuona unafuatana nami na kuona unapata kitu cha kusaidia katika maisha yako. Hapa tunakutana na ahadi nyingine ambayo imenenwa hapa, nayo ni hii. Anasema, maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii. Ipi? Anasema sipendi msijue siri hii, msije mkajiona wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Hivyo basi wote wataokoka. Hiyo ndio siri anayoizungumza, kwamba Waisraeli kwa sasa wanaonekana kama si wa Mungu tena. Anasema ugumu huu umewapata ili utimilifu wa mataifa uwasili, ili wokovu wa mataifa uwafikie. Ukishawafikia, Mungu atawageukia na wao atawaokoa. Ndicho anachosema mwandishi. Angalia mstari wa kwanza hapa utuliousoma, anasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Waisraeli au Wayahudi kwa sasa wanaonekana kama si kitu, wanaonekana kama watu ambao hawampendi Yesu tena. Lakini hivyo ni kwa ajili wewe upate nafasi. Kishapata wewe nafasi ya kumwamini Yesu Kristo, Yesu Kristo atawageukia na wao baadaye atawaokoa. Anasema hivyo Israeli wote wataokoka, kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasi yake. Maana yake Yesu atatokea kwao, halafu atawatenga na uovu au maasi yao, atawafanya kuwa watakatifu. Halafu anasema hili ndilo agano langu nao, nitakapowaondolea dhambi zao. Ataagana nao, amewapa agano la kuwaondolea uasi wao. Anasema hilo ndilo agano, nitakapowaondolea dhambi zao. Sasa anasema mwandishi, kwa habari ya Injili wamekuwa adui kwa ajili yenu. Kweli kwenye Injili, ukipeleka Injili leo Israeli, jipange. Ukipeleka leo Injili kwa Wayahudi, jipange. Lakini anasema hawataki Injili kwa sababu yenu, bali kwa habari ya kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu. Wao ni wapenzi wa Mungu kwa sababu ya ahadi ya Mungu kwa baba zao, yani Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Hao ni wapenzi wa Mungu. Kwa hiyo itafika wakati, Biblia inasema wataokolewa. Anasema kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Mungu huwa hajuti, akikuita hajuti. Karama yake akikupa wala hajuti. Kwa nini? Kwa sababu anajua anachokifanya.
Alafu anasema kwa maana kama ninyi zamani mlivyomwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao, kadhalika na hao nao anasema kadhalika na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wapate rehema. Maana yake Wayahudi kwa kuasi kwao wamepisha ili injili tufikie sisi huku wa mataifa mengine, ili kwa rehema hiyo ambayo tunapewa ya kuasi kwao, kadhalika rehema hiyo itawarudia wao vile vile. Hiyo ni jambo muhimu na la ajabu sana kwa Mungu, ni la ajabu sana kwa Mungu. Anasema maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi ili awarehemu wote tena kwa pamoja. Kwa hiyo Mungu amewaachilia sasa hivi Wayahudi waende wanavyotaka, lakini itafika mahali Mungu atarudi kwao tena baada ya sisi wote kuipata hii rehema au kupata hii neema. Rafiki yangu, ni kwamba imekupasa kumwamini Yesu Kristo. Mahali fulani anasema wokovu watoka kwa Wayahudi. Usiache kuwakumbuka Wayahudi, usiache kuwakumbuka Israeli, usiache kuwaombea. Kipindi hiki wanapita katika misukosuko, vita kwao haiishi, mambo haya, hawana amani, lakini ni kwa ajili yako, lakini ni kwa ajili yetu. Kwa hiyo usiache kuiombea Israeli, usiache kuwaombea Wayahudi, maana kipindi hiki wanachopitia ni kwa rehema yetu, ni kwa sisi tupate nafasi ya kumwamini Yesu Kristo. Mwisho wa siku Yesu anawageukia wao, anawapa neema hii ambayo tunapewa sasa. Huu ni mpango wa Mungu madhubuti, mpango wa Mungu wa aina yake kabisa, kwamba amewaacha waende hivyo ili sisi tupate nafasi, baadaye na wao watarudishwa kwenye nafasi hii. Huu ni upendo wa ajabu, ametupendelea sana sisi wa mataifa mengine. Rafiki yangu, wokovu watoka kwa Wayahudi, wamesababisha sisi tupate wokovu huo. Kwa nini unawalaumu? Kwa nini usingewabariki na kuwaombea? Pata nafasi, tenga muda wa kuwaombea na kuwabariki Israeli. Mungu wa mbinguni akupe hayo macho na hiyo akili, ufahamu hichi ninachosema ni jambo la maana na muhimu sana kwako. Akubariki Mungu Baba, Mwana na Roho.